utafika wewe. Maisha hayataki papara. Tulia, uone nini cha kufanya na nini cha kuacha. Mtazamaji, karibu sana katika kipindi chetu cha wafanyakazi wa majumbani almaarufu kama Dada Jijue. Ni kipindi ambacho kinalenga kuangalia masuala mazima ya wafanyakazi wa majumbani. Kwanza kabisa ustawi wao, waweze kuishi katika mazingira mazuri, masuala ya unyanyasaji na mambo mengine yote waweze kuyaelewa na waweze kuyaripoti, na wale wanaoyatenda pia waweze kuachana nayo. Kwa hiyo kuna masuala ya haki zao, kwa maana pia mishahara yao iweze kuwa na kiwango kinachoridhisha, lakini wale ambao wanafanywa vitendo vya unyanyasaji na wao pia waweze kupatiwa haki zao. Lakini vile vile swala zima la ustadi wa kazi zao, kwa maana ya kwamba wengi tunawachukua wakiwa hawana ujuzi wa kazi. Sasa lazima tuwasaidie waweze kupata ujuzi wa namna ya kumanage nyumba, zile shughuli za nyumbani wanaweza kuzifanya kwa ustadi kiasi gani. Kwa hiyo hayo yote ndio ambayo tunakuwa tunayazungumza humu ndani ya kipindi hiki cha Dada Jijue, kipindi cha wafanyakazi wa majumbani. Sasa katika kipindi chetu leo tumepata bahati ya kumtembelea dada Melina, ambaye ni binti aliyekuwa anafanya kazi za majumbani na akapatwa na unyanyasaji kutoka kwa bosi wake, kawa anapigwa sana maeneo ya kichwa. Nadhani hapa katika kipindi tuliona tukio hilo. Sasa yuko nyumbani. Kwa sasa ametoka hospitali, Mungu amemsaidia, ameweza kupata nafuu, na tungependa tuweze kumsikia yeye anasemaje, anaendeleaje, na vile vile labda ana maoni gani kuhusiana na yale yaliyomkuta, na je, angependa kurudi kufanya kazi kwa bosi wake au kazi za nyumbani anazionaje sasa hivi. Hayo yote tutapata kuyasikia kutoka kwa Melina. Melina, ujambo? Jambo. Unaendeleaje? Naendelea vizuri. Pole. Asante. Sasa hivi umepona? Ndio, nimepona. Umepona mkono, kichwa au wapi? Kichwa, mkono naendelea vizuri, lakini hujashika vizuri. Nini hakijashika vizuri? Mkono. Mkono ulikuwa unauma kwa sababu gani? Mkono ulikuwa hauma, nilishtuka tu. Okay, lakini kichwani ndio huko ulikuwa na majeraha. Ndio. Majeraha gani ambayo yamepona kabisa? Huko kichwani hapa ndio yapona kabisa. Okay. Hapa ulikuwa umepigwa na nini? Hapa ambapo bado hapajapona. Nilipigwa na jagi ya blender. Jagi ya blender. Na sehemu zingine ambazo zimepona? Nilikuwa napigwa na waya za kompyuta. Waya za kompyuta. Pole sana. Sasa hivi unajisikiaje? Najisikia vizuri, naendelea vizuri. Okay. Sasa hivi vipi kwa upande wa wazazi, wameshakuja? Ndiyo, baba amekuja. Nani amekuja? Baba. Hebu niambie, umejisikiaje baada ya kumwona baba? Nilifurahi sana nilipomuona. Nilifurahi sana nilipomuona. Ulifurahi ulipomwona baba? Lakini vile vile kuna ndugu zako wengine walikuwa wanakuangalia kule hospitali. Ni nani? Ni mjomba Jeffrey. Na mjomba Gerard. Basi. Wao ulikuwa unawafahamu wakati unakaa kule ulikokuwa unafanya kazi? Ulikuwa unawafahamu hao ndugu zako? Hapana. Ulikuwa uwafahamu? Ndio. Okay, sawa. Sasa kwa sasa hivi unataka kurudi kule kwa bosi wako, unatamani kurudi au kufanya kazi za nyumbani? Sitaki kurudi kufanya kazi huko kwa sababu nilishafanya kazi, nimeona nilipopigwa sana, ndio maana sitaki kurudi tena. Huko ni kule, utaki kurudi kule kwa bosi wako au hata mtu mwingine akitaka ukafanye kazi nyumbani kwake hutaki? Sitaki. Hata sehemu nyingine hutaki? Kwa sababu ya mateso uliyoyaona? Ndio. Sasa hivi unataka ukafanye nini? Sababu wewe bado ni mdogo. Hautafanya kazi kabisa au utafanyaje? Nataka kusoma shule. Sasa hivi? Nilikuwa nataka kusoma shule. Unataka kusoma shule? Mhm. Wewe kielimu ulishasoma mpaka darasa la ngapi?
la 7. Ulishia la 7? Unakumbuka ulimaliza mwaka gani? Ndio. 2012. 2012. Ndio. Kwa hiyo sasa hivi nataka uendelee na shule gani? Masomo yani sekondari au ufundi au nini? Sekondari. Nataka kusoma sekondari. Sawa. Mtazamaji, tunaendelea kuzungumza na Melina, lakini tunaweza kuona namna ambavyo Melina amepata madhara makubwa hata ya kisaikolojia. Sasa hivi hataki kabisa kusikia kazi za majumbani. Lakini wangapi leo hatuwezi kabisa, yani bila wafanyakazi wa majumbani hatuwezi kufanya kitu. Wangapi? Wengi. Pamoja na aliyemfanyia hicho kitendo, hata yeye mwenyewe hawezi kwenda bila wafanyakazi wa nyumbani. Kwa hiyo tunajifunza masuala ya unyanyasaji kwa wafanyakazi wa majumbani si mazuri hata kidogo. Bosi wako aliwahi kukulipa mshahara? Hapana, alimwambia baba alimwambia kwamba mimi hela yangu au ananiwekea. Baba alimwambia awe anakuwekea Hela zangu. Na kwake ulifanya kazi muda gani? Miaka 2. Ulikaa miaka 2. Na mshahara wako ulikuwa ni shilingi ngapi kwa mwezi? 40,000, 20,000 zinaenda nyumbani kwa baba, 20,000 za kwangu mwenyewe. Kwa hiyo hizo za kwako zilikuwa zinawekwa? Ndio. Haya, sawa. Basi ngoja tutazungumza na baba, alafu kikubwa tumekuja kwa ajili ya kukusalimia kwanza. Umejisikia? Nijisikia vizuri, nimefurahi. Umefurahi? Haya, asante. Na sisi tumefurahi kama umefurahi ujio wetu sisi kwako. Tulikuja pia hospitali lakini ulikuwa bado unaumwa. Hiyo kama utakumbuka. Kumbuka. Unanikumbuka? Haya. Basi sawa. Pole sana, tuko pamoja. Shule nadhani pia utaenda. Asante. Utaenda shule, usiwe na wasiwasi. Melina, wewe unawashauri nini wale wanaowaajiri wafanyakazi wa majumbani? Nashauri waache kupiga wafanyakazi wao, wajirekebishe, wasiwafanye vitendo kama vya mimi nilivyofanyiwa. Ndio nachowashauri hicho. Ndio nachowashauri hicho. Waache kuwafanyia vitendo vya unyanyasaji wa wafanyakazi wa majumbani kama wewe ulivyofanyiwa. Ndio. Na wafanyakazi wa majumbani unawashauri nini? Nawashauri kwamba na wenyewe wasikilize wanachowaambia na bosi wake. Na kama anafanyiwa vitendo kama ulivyofanyiwa wewe hapo, unawashauri wafanyeje? Nashauri wakiwa wanafanyiwa vitendo kama vya mimi waondoke waende nyumbani kwao. Waondoke waende majumbani mwao. Lakini wakati wewe unafanyiwa hivyo vitendo, ulikuwa unachukua hatua gani? Ukiachia kabla haujaja kufanyiwa ili la mara ya mwisho, si ulikuwa unafanyiwa mara kwa mara? Ndio. Sasa ulikuwa ukifanyiwa ulikuwa unafanyaje? Alikuwa akitoka kazini akikuta sijamaliza kazi nyingine za ndani, ndo anaanza kufuka, ananipiga. Anasema mimi nitakurudisha kwenu, namwambia mimi nataka kwenda kwetu. Anasema wazazi wako ndio wakutumia nauli uende kwenu, lakini anipeleki nyumbani, anazidi kunipiga kila siku. Sasa wewe ulikuwa unachukua hatua gani? Ulikuwa unashtaki popote? Hapana. Kwa nini ulikuwa utoi taarifa popote? Kwa sababu majirani wako mbali na siwajui. Wako mbali, tuna majirani karibu. Wewe ulikuwa hutumwi dukani, gengeni, ulikuwa hutoki kabisa huko ndani? Alikuwa stoki, alikuwa ananunua mwenyewe. Vitu alikuwa ananunua mwenyewe? Kwa hiyo hukuwahi kuwafahamu majirani kabisa? Ndio. Haya, mtihani. Na kweli kuna wafanyakazi wengi kweli wanafungiwa kwenye mageti. Jamani, kama mnafanywa vitendo vya unyanyasaji, tafuteni namna yoyote. Hata kama nyumba ziko mbali, tafuta namna yoyote, lazima utapata tu. Wewe usiangalie kwamba uko ndani ya geti huwezi kupata msaada. Wewe ukiweza tu kuwafikia majirani au wasamaria wema, ukawaeleza vitendo unavyofanyiwa, hakika utasaidiwa na utaweza kuishi maisha bora kuliko
hayo ambayo unafanyiwa vitendo vya unyanyasaji. Kwa hiyo tusikae kimya huko kwenye mageti, tafuta namna yoyote ya kuchoropoka na kwenda kutoa taarifa kwa majirani, kwa mjumbe wa nyumba 10, mtu yoyote, msamaria mwema, mwambie sitaki kukaa kwenye hii nyumba, napigwa, nafanywa vitendo hivi na hivi na hivi na hivi. Sawa maana Melina angepoteza maisha pale. Kabla hatujakwenda sasa kuzungumza na baba, labda swali langu la mwisho kabisa kwa Melina ambaye anatamani kurudi shule sekondari akasome. Anataka asome ili iweje? Hebu tumsikie yeye ana maoni gani na mtazamo gani. Akishasoma shule alafu maoni yake, maono yake, vision yake. Melina, unataka ukasome ili sasa uwe nani au ili iweje? Nikimaliza shule nataka niwe sister. Uwe sister? Sister yupi wewe? Sister wa hospitalini. Wale wa hospitalini? Wale wanaohudumia hospitalini. Kishakuwa sister? Nikimaliza kuwa sister. Ndio nikipata kazi ndio nitakuwa nawasaidia wazazi wangu na wadogo zangu. Jamani, Melina anataka asome awe sister wale wa hospitalini, alafu atakuwa amepata kazi, atasaidia wadogo zake na wazazi wake na familia yake. Sawa, hongera sana. Ndoto yako itatimia. Sawa? Kwa ukienda shule unaahidi utaweka bidii ya kusoma? Nitajitahidi vizuri, nitasoma. Utasoma kwa bidii Haya. Mtazamaji, sinawezekana? Mimi nakuaminia. Kupitia Dada Jijue, kipindi cha wafanyakazi wa majumbani, tunaweza tukawasaidia wanaotaka kwenda kurudi shuleni kusoma, wakasoma. Tukawasaidia kuweza kufanya kazi zao kwa bidii. Kuna wengine ambao shida yao si kurudi shule, wao tu wapate ile study za kazi, life skills, wakaweza kufika pale wanapotaka, kama mimi nilivyoweza kupiga hatua. Kwa hiyo tuna uwezo wa kubadilisha maisha ya wafanyakazi wa majumbani kwa kadri kila mfanyakazi alivyo na ndoto yake. Mimi na wewe tuna uwezo wa kutimiza hiyo. Sasa ni wakati wa kwenda kuzungumza na mzazi wa Melina ambaye ni baba yake. Yupo tu hapa karibu. Kwa bahati mbaya mjomba hayupo na yeye alikuwa na ratiba zake tulipokuja, lakini nakumbuka ulimsikia mjomba tulipokwenda mahakama ya Kinondoni na yeye akawa amezungumza kwa upande wake. Kwa kuwa tumekuja nyumbani hatujamkuta, lakini tumemkuta baba mzazi ambaye imekuwa ni vizuri zaidi. Kwa hiyo tunaenda break kidogo, tukirudi tutazungumza na baba. Mtazamaji wa kipindi chetu cha wafanyakazi wa majumbani maarufu kama Dada Jijue, sasa hivi nimerudi na nitakwenda kuzungumza na mzazi wa Melina ambaye ni baba. Sasa kama unavyofahamu, baba alikuwa hayupo na alimtuma mtoto wake Dar es Salaam, na yeye alikuwa anatumiwa tu pesa kila mwisho wa mwezi, lakini hajui mtoto anapitia mambo gani. Hebu twende tukasikie yeye kwa upande wake baada ya kuja kugundua na kuona majeraha makubwa alionaye mtoto wake, ana yapi ya kusema. Baba, karibu sana. Ndiyo. Vipi hali? Safi. Za wapi? Dar es Salaam. Kwa sasa upo Dar es Salaam, lakini umetokea wapi? Tokea Bukoba. Bukoba. Maeneo gani? Ishozi. Ishozi. Uko na mke wako sio? Ndiyo. Mlimtuma mtoto aje Dar kufanya kazi? Ndiyo. Ilikuwa aje kwanza? Baada ya mtoto kuja Dar es Salaam kufanya kazi. Alikuja tu mwenyewe au ile alikuja kumfuata? Alikuja kumfuata. Ni mtu ambaye mnafahamiana naye au ni? Tunafahamiana. Mnafahamiana na yule bosi wake? Ndiyo. Ni ndugu yenu au mnafahamiana mnatoka sehemu moja? Hatutoki sehemu moja. Tuko tofauti. Baada ya kuja kwetu kutoa mtoto, tukakubaliana kuja kumfanyia kazi za nyumbani. Tukakubaliana mshahara wake 40,000, nusu kwa mtoto, nusu kwa wazazi. Baada ya kukaa muda kama mwaka mmoja, akasema kwamba baada ya kukaa naye muda mrefu atampeleka shule, ampeleke shuleni. Baada zile pesa zilizokuwa zinatakiwa kwenda kwa wazazi ikabidi tuziache zingine. Akimpeleka shuleni, zile pesa zinazobakia kwa tajiri wake zitamsaidia katika wakati yuko shuleni.
Kwa hiyo bosi wake alikuwa akiwatumieni pesa mliokubaliana kama kawaida? Alikuwa anatuma, lakini alikuwa anatuma kiwasiwasi. Kiwasiwasi kivipi? Anatuma kinusu-nusu, yani anatuma 20,000, 30,000. Lakini hata zote hazikuisha. Zilibakia 200,000 na 20,000 za wazazi. Hela ya wazazi? Ndio. Kwa hiyo hela ya wazazi yenyewe bado hajailipa yote? Bado 200,000 na 20,000. Na hela ya wazazi ni katika ule mshahara wake wa 40,000 kwa mwezi? Ndio. Kwa hiyo ya Melina yenyewe ni shilingi ngapi? 400,000. Ya mtoto ni 400,000 sasa hivi? Ndio. Ya wazazi ndio kapunguza Zikabaki 200,000 na 20,000. Ndio. Okay. Melina baada ya kumaliza shule hakuweza kuendelea na elimu? Hamna. Kwa nini? Mtihani wa darasa la 7. Baada ya kushindwa akawa anafanya shughuli gani? Au ndio hapo tu akachukuliwa? Hamna, tulikaa naye nyumbani. Tulikuwa tunafanya kazi za kawaida za nyumbani. Kwa kumalizia, labda utuambie sasa, wewe kama mzazi ulimtoa mtoto wako na ulikuwa unajivunia kwamba sasa mtoto wako amekuwa anakwenda kufanya kazi, na wewe kama mzazi utafaidi kutoka kwa mtoto wako na ukawa unapokea, japo huyo bosi hakutimiza ahadi yake, lakini ulikuwa umeshajiwekea malengo yako kwamba kuna kiasi fulani kinakuja kutokana na zao la mtoto wangu. Na sasa hivi unaona mtoto aliyoenda kuyapata huko, ukiangalia thamani ya hiyo pesa ambayo ulikuwa uipate na alichoenda kukipata mtoto wako, unaweza kuzungumziaje? Mimi malengo yetu tulikuwa tunalenga kwa sababu tulikuwa tunajua kwamba akimfanyia kazi vizuri, na yeye akatuambia kwamba akimfanyia kazi vizuri atampeleka shule. Na sisi tukajua kwamba akimaliza baada ya mwaka mmoja akampeleka shule, na zile pesa zilizokuwa zinabakia zitamsaidia shuleni. Na nyinyi pia mtakuwa mmepata hapo, pesa imewasaidia? Ilikuwa ni kidogo tu, kwa sababu zingine tulikuwa tunazibakiza. Silikuwa mnagawana nusu kwa nusu, 20,000 ya Melina, 20,000 kwa wazazi. Lakini mengine tuliyabakiza, nani pesa tulizibakiza kwamba akipelekwa shule zitamsaidia huko. Ndio. Mtazamaji, kabla hatujamaliza kipindi chetu, labda tumpe nafasi mzazi ili aweze kutuambia sasa kwa ujumla ana ushauri gani, ana maoni gani baada ya kuja na kukuta mtoto wake akiwa katika hali hii. Baba, unawashauri nini Watanzania wanaotazama? Nawashauri kwamba wakiwapeleka watoto wafanyie kazi, wawaelekeze vizuri, wafanyie vizuri, wawalipe mishahara yao vizuri, ili na wenyewe wajione kwamba ni mfanyakazi. Pia waweze kujiendeleza, kwa sababu Melina angeweza kujiendeleza kupitia mshahara wake. Akaenda shule, akalipa kwa mshahara wake. Akafanya shughuli za ujasiriamali au zozote kwa mshahara wake. Kwa hiyo walipe, ndio unachosema. Ndio. Lakini pia kuwapiga? Wasipigwe. Ndio. Okay. Na wewe kwa upande wako kama mzazi ulimpeleka akafanya kazi kwa nia gani? Nia yako ilikuwa ni kupata pesa, kwa nini kumpeleka shule? Uwezo wangu ulikuwa ni mdogo. Ndio maana wakampeleka huko, akasema kwamba zile pesa zitamsaidia kwenye akipelekwa shuleni, zitamsaidia huko. Okay. Una mpango labda wa kurudi naye nyumbani au bado hujapanga? Akipona nitamrudisha nyumbani, baadaye inawezekana karudi. Ndio. Haya, mtazamaji, kwa kifupi kama alichosema baba ni kweli kabisa. Unapomchukua mfanyakazi wa kazi za majumbani nyumbani kwako, hakikisha unatunza yale makubaliano. Kama mmekubaliana kwenye mishahara, basi hakikisha unamlipa vizuri. Kwa sababu mimi kitu kilichonifanya niweze kupiga hatua leo ni mshahara wangu nilikuwa nalipwa, sikudhulumiwa, na nilipokuwa nalipwa nilituza ile fedha. Ndio ikaniwezesha kuanza hatua nyingine, safari nyingine ya kuendelea safari ya maisha. Kwa hiyo wewe kiuka yale makubaliano, unakiuka maendeleo mazima na ustawi mzima wa kundi hili kubwa kabisa la wafanyakazi wa majumbani. Tafadhalini sana muwalipe. Na kuna watu wengi kweli ambao wamekaa na mishahara ya wafanyakazi wao, wanajidai kwamba wanawawekea, na wanapoanza kudai hizo fedha, basi ndio mnawatafutia sababu za kuwapiga, za kuwaumiza, kutaka kuondoa maisha yao. Kisa tu ni mshahara wake ambao ulikuwa
unajifanya unamwekea, lakini ulikuwa na lengo la kumdhulumu. Kwa kweli haistahili, haipendezi hata kidogo, tujirekebishe. Lakini wale ambao tunawanyanyasa wafanyakazi wa majumbani, tujirekebishe, kwa sababu hali ya sasa hivi ni mbaya, hali inavyoendelea katika jamii. Kwa hiyo utakavyojifanya unamnyanyasa mfanyakazi wako, jua kabisa unajitengenezea bomu. Kwa hiyo kama tunataka wafanyakazi waishi vizuri na sisi, wakae vizuri na watoto wetu, na sisi tusiwafanyie vitendo vya kiunyanyasaji. Hilo ndio kubwa. Kwa hiyo ziara yetu ilikuwa kama nilivyosema, ni kuja kuwatembelea pale tulipoishia. Melina tunajua alikuwa hospitalini, lakini sasa tunafurahi tumemwona ameshapata nafuu, yuko nyumbani, anaendelea kuuguza. Kuna baadhi ya majeraha ambayo bado hayajapona, lakini tuna imani kwamba mpaka hapo alipo Mungu ameweza kumpa nafuu na ameweza kumponya, na ombi lake kubwa ni kwenda shuleni. Anataka arudi shule, na mimi naomba kwa niaba yake, kwa hisani yake, ni waombe tuweze kumsaidia kurudi shuleni. Tutaangalia utaratibu upi ambao tutautumia. Wewe si mdau wa kipindi hiki? Ngoja, kwa sababu anapona, atatafuta shule. Tutaangalia hiyo shule ambayo ataipata, labda gharama zake ziko vipi. Tunaweza tukamsaidia akaenda shuleni, inawezekana. Na kwa namna hiyo utakuwa umechangia kubadilisha maisha ya watu wengine. Kwa hiyo kufikia hapo, mimi nakushukuru sana kwa kuangalia kipindi hiki cha wafanyakazi wa majumbani. Kikubwa kabisa ni ustawi wa jamii yetu, ustawi wa wafanyakazi wa majumbani ambao ndio naweza kusema ni uti wa mgongo wa familia zetu. Wale wote ambao tuna wafanyakazi wa majumbani katika majumba yetu, basi jua kabisa maisha yako katika wafanyakazi wako wa nyumbani. Kwa hiyo ni vyema ukaishi naye vizuri. Asante sana. Mtazamaji, kabla hatujaondoka, tulivyokuja kumwona Melina, tumekuja na ishara ya kuonyesha upendo kwake, kumtia moyo, ambapo tumejaribu tu kuangalia kauwezo kadogo tu ambako tunako. Yani tumembebea zawadi kidogo. Melina, tuna hizi zawadi hapa kwa ajili yako. Sawa. Sasa na kuna hizi, huku kuna kanga na hivi vitu vyetu, na huku kuna nguo. Hii ni ishara ya upendo. Sio kwamba tuna mali nyingi. Sisi hatuna mali nyingi, ila tuna moyo. Sawa? Moyo wa kufuatilia kama hivyo, kutaka kujua Melina anaendeleaje. Mimi na imani utakuwa umefurahi, umepata wageni, si ndio? Siku zingine unakaa unatamani uje utembelee, si ndio? Leo utakuwa umefurahi. Basi hicho ndio tulikuwa tunataka tukionyeshe kwako. Wakati mwingine mtu hahitaji mali nyingi, anahitaji tu upendo kutoka kwa watu wengine. Sawa? Kwa hiyo useme mbona ameletea tu kanga moja? Hapana. Hii kanga mimi na imani ukiwa unajifunga tu utanikumbuka, utakumbuka watu tuliokuja kusalimia. Haya, asante sana. Haya, basi mtazamaji, mimi siku zote huwa na wa encourage watu wengine, kuwatia moyo kwamba kumsaidia mtu sio lazima uwe na gari, uende ukamkabidhi gari ndio onekane wewe umetoa sana. Hapana. Yaani ile tu mtu aka smile, hata ukampatia pipi tu, kaambia nakupenda, ukamtia moyo kwa pipi, I'm sure utakuwa umebadilisha kitu kikubwa sana ndani ya moyo wake. Hicho ndo maana nzima. Na si kwamba ukae hapo uanze kuangalia sababu na ameenda tu na kikanga kimoja. Maana kuna watu wengine jamani, lakini tunamshukuru Mungu kwa upendo, na tunaomba kupitia programu hii tuonyeshane upendo, tuwatie watu wengine moyo. Hata kama ukienda na mikono mitupu, lakini ile tu visit yako ya watu waliokosa upendo, kama hawa waliofanywa vitendo vya unyanyasaji, ukienda tu kumsalimia na ukamjulia hali, inamfariji sana na itaongeza maisha yake, siku zake za kuishi. Badala ya msongo wa mawazo, akaanza kuona kwamba kuna watu wananipenda, nimepata wageni, nimeambiwa napendwa. Basi vitu kama hivyo. Kwa hiyo hii ndio Dada Jijue, kipindi cha wafanyakazi wa majumbani. Tuko pamoja. Binti mara siku zote ni shujaa, kila utendalo maishani utafanikiwa. Achana na majungu, sisikie wasemayo, piga moyo konde, mwisho wa safari utafika wewe.